Wafike tu. Kwani nimekuwa mzito usikwenda kwenye. Una furaha gani mpaka unacheza cheza? Una furaha kusinzia kwenye nyumba za watu? Kwa nini ulibaki kwenye nyumba ya watu? Wewe ni mchawi design gani mwenye cheo na bado unaleta ujinga? Alafu unakuja hapo unacheza cheza unajifanya una furaha. Una furaha gani? Nilishiwa nguvu kuu. Nguvu gani uliishiwa wewe? Kuanzia leo wewe ndo wa mwisho kwa nguvu. Nitachukua nguvu zako kwa hapa wenzio. Usifanye hivyo mkuu. Usinishangae. Usifanye hivyo. Usinishangae. Usifanye hivyo mkuu. Hili halihitaji mazungumzo. Unalala ovyo sana. Mara ya pili nikikuonya na leo umetoka binadamu amekuona ukiwa unafanya kazi hizo. Na umepita mtaani ukiwa na nguo za kazi, watu wote warudi, watoto wanakushangaa. Leo unaondoa nguvu zako. Na nitawapa wenzio. Sasa mkuu. Yaani unataka kuongea huko na jamba? Yaani mimi naongea una jamba? Kumbe wewe akili una Shenzi. Na wewe kwa nini jia? Sina huruma huo. Ulijisikia raha sana Bwana. Baridi kali Bwana. Yaani baada ya kuthamini uchawi unathamini mkeo nyumbani, si ndio? Bwana mkuu. Baridi kali Sasa na wewe leo nitakupa adhabu kidogo tu. Ili siku nyingine usije ukarudia, sawa? Amen mkuu. Nimesema huruma sio malezi. Huyu naenda naye mimi leo. Alafu nyinyi mtabaki hapa, mtakwenda mkiwa wenyewe, sawa? Nguvu zimepungua mkuu. Tunafanyaje sasa kaka? Tunakufanya nini? Hapa kila mtu ajitetee mwenyewe. Mbeba banyanya dana bakulugenji. Sikilizeni vijana na wazee. Ingwene twisile hamisambwa ya kale. Leo tumekuja mbele ya mizimu ya kale. Na milo ya kwetu ya galala kumatale. Na sauti za kwetu zimenyamaza makaburi. Kitikio wote misambwa ya kale. Mutusulile mizimu ya kale. Mtufutie machozi mama na batata. Oya, vipi tena? Mbona kama unashangaa shangaa? Oya, kidogo basi. Wewe kila siku matani tu. Shida nini? Eti. Oya. Ujue unanishangaza ujue. Shida nini sasa? Unapata demu mpya nini? Na unapata mpaka kigugumizi ndugu yangu. Walibiana tu mapozi hapo. Nini? Meshaelewa. Sasa sikia Zaki. Mama zetu na baba zetu tubebe huzuni. Twaleta breaks, twaleta shisala, tumeleta matambiko, tumeleta pombe ya kienyeji. Lululwalile miti majili mukaya, lakini tumelia mioyo imeumia shambani na nyumbani. Kiongozi nalonda ngoko yeza na maswaga kwi
enyi mizimu mizuri, mutusengere bulozi buhone na ngolo, tutengeni na mikosi, mateso na uchungu, kitikio wote misamba ya kale mutusulile. Najua unanisikia. Hili tatizo lako ambalo wewe linakusumbua. Yupo bingwa, yupo mtumishi wa Mungu. Mimi nitakupeleka. Kuanzia sasa hivi nakupeleka. Usijali kabisa. Mimi najua unaweza kuongea na unanisikia. Usijali kabisa. Shika simu yako. Sema twende. Misimu ya kale mtufutie machozi. Mama mana batata mutubekele. Mama zetu na baba zetu tubebe huzuni. Twaleta breaks, twaleta shisala. Hoya malembe, hoya malembe, kwenye msitu wa mbali, moto wawaka chini ya miti, ngoma za piga malembe, malembe. Unaona kifaa mikononi mwangu? Siku ambayo niliahidi kwa muda mrefu, leo ninaenda kuitimiza. Ni siku ya kwenda kuleta kafara ya mke wangu. Ninamfuata mke wangu na kuja kufanya kafara hapa. Nitaondoka, nitawaacha. Hakikisheni mtu atoke eneo hili. Naenda na Ndugu yangu, tumbo linanichanganya. Sijui ni nini. Sasa wewe unasema tumbo linakuuma. Na maana unataka kuondoka na wakati mkuu amesema tubaki hapa? Tafuta dawa kidogo. Nadhani kanya. Sasa ndo mkuu amesema hivyo tubaki hapa hapa. Sasa ndugu yangu, nataka nijinyee hapa. Mkuu akikuta mazingira yapo ovyo. Wewe nenda tu na mpango wako. Mimi sipo, mimi nitakuwepo hapa. Kwa makini naangalia dawa tu hapo kona. Sawa. Yesu vitani vikali, wengi wamdharau, hawamkubali. Amina, habari yako? Salama kabisa. Karibu sana kijana. Asante, asante. Habari yako? Mbeba banyanya dana bakulugenji. Sikilizeni, sikilizeni vijana na wazee. Jamani, mbona mapolini huko? Kangu. Surprise siku zote bana ni kitu ambacho hujakitarajia. So niamini mimi mume wako. Mapolini? Kwa maana surprise. Wanaku gani ndio nini? Hapana. Mimi niamini sana. Yeah. Kama tunajua niamini. Kuna vitu vizuri huko usoni polini hivi. Kuna vitu nimekuandalia ndio maana nilikwambia toka asubuhi kwa nimejipanga vilivyo. Kwa hiyo sio na mashaka. Karibuni sana ibadani, nilikuwa naandaa hapa maandalizi hivyo hata viti bado sijaviweka vizuri. Karibuni sana. Asante. Najua tumekuja ghafla. Ndio. Na huyu ndugu yangu bwana, kama unaweza kumuona na siku moja kumsemesha hapa kwaona aongee kabisa. Nimeona hajatoa mwitikio mzuri. Ndio. Sasa amefungwa na zile nguvu za giza. Ndio maana nimeamua kumleta haraka sana kwako. Ili uweze kumsaidia. Naamini hapa anaweza kupata msaada zaidi. Ndio, katika Yesu msaada unapatikana. Lini imemtokea hii hali?
hii hali inahisi ana kama siku 2 hivi. Maana juzi nilipishana naye wakati natoka kwenye mishemisho kule. Ndio. Alikuwa vizuri kabisa. Ndio. Lakini leo hii nimeshangaa ni mtu amekuwa tofauti kila nikimsemesha, lakini ndio anaonekana amefungwa na nguvu za giza. Je, ana uwezo wa kutoa hata maneno machache au hawezi kabisa? Kabisa. Yaani hapa alipo hamna kabisa, hawezi kabisa kuongea. Jina lake anaitwa nani? Anaitwa Ezekiel. Ezekiel. Ndio. Hivyo anasikia. Ezekiel, sogea. Hapo anakusikia. Sogea hapa. Upatie sifa kwa utukufu wa Mungu kwa kuamua kumleta madhabahuni pake. Amen. Na kwa kuamua kumleta hapa, ziko nyakati katika Biblia. Huyu muda wote afiki tu, hao utakuwa ameenda mbali. Ana hapa kwa peke yangu, sio kweli. Usiku wa giza umetanda porini, upepo wanong'ona siri za zamani, hatua zasikika mbali milimani, kivuli chapita kimya gizani, kitikio. Usiku wa giza umetanda porini, upepo wanong'ona siri. Bosi ulikufa? Bosi ulikufa tayari wewe? Unafikiri ni rahisi mimi kuleua? Sasa wewe ndo nimekuja kukupoteza. Wewe na wenzio wote ninahakikisha ninawapoteza. Wako watu ambao walipona si kwa imani tu za kwao, bali kwa imani za ndugu, marafiki na jamaa zao. Viko visa vingi katika Biblia, ikiwemo cha mtu ambaye alimpeleka mwanawe kwa Yesu akipaza sauti kwamba ameanguka motoni, na nilimpeleka kwa wanafunzi wako wasiweze. So kwa imani ya mzazi mwana na alipona. So si kwa imani ya kwangu wala kwa imani ya wao yote, lakini kwa jina la Yesu Kristo na atapona. Basi unaweza ukasogea nyuma yake na nitafanya ibada ya maombi. Usimshike. Baba wa mbinguni na Mungu mtakatifu, wewe uketie mahali pasiri juu mbinguni. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mtakatifu, Mungu mkuu, Mungu mwenye kuinuliwa, ambaye kamwe hukuwahi kutaniwa wala hukuwahi kuchezewa, katika saa hii ninaita nguvu ya uweza wako. Ninashika koo lake, ninafungua makanwa ya kinywa chake na ninaita jina lake kutoka katika ulimwengu wa roho. Ninaita kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Talila, funguka. Talila, funguka. Talila, funguka. Talila, funguka. 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 Naamrisha kila nguvu ya giza, kila nguvu ya mapepo, kila nguvu ya majini. Roho Mtakatifu, damu inenayo mema. Tamka. Ita jina lako. Tamka jina lako. Tamka jina lako. Tamka tena. Tamka mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7, katika 7 iliyo kamilifu na uwe mzima. Na hakuna anayepaswa kutoa sifa wala utukufu ila Mungu pekee. Mungu pekee. Sogea hapa tumshukuru Mungu. Sogea. Asante sana. Ni Mungu, sifa na utukufu kwa Mungu. Ni maisha mazuri. Sasa unachukua utembee katika maisha ya upya na uzima. Ni shetani kujaribu. Ni kijana ambaye bado Mungu anampenda na atatembea. Basi tumshukuru Mungu. Baba na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru si tu kwa muujiza huu, lakini tunakushukuru kwa sababu umedumu kutufundisha ya kuwa dumu kuwa nasi, na kwa imani ya rafiki yake aliyemleta, ninaomba ukuze, uimarishe kijana Ezekiel katika jina la Yesu. Na kama Yesu alivyosema na mitume, kwa amani na ndugu
Mungu akubariki sana. Tunakuwa na ibada hapa, hivyo karibuni sana. Karibuni sana. Mungu mke wangu